بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد. Ndugu zangu katika imani, utakumbuka katika juma lililopita tulikuwa na vipengele kwanza limadha khalaqa Allahu aljinna wal ins. Nafikiri ndipo tulianzia, ambapo tulikuwa katika swali linalotuuliza kwa nini Allah ameumba majini na wanadamu, na tuliweza kuona khalaqahum liibadatihi wahda, aliwaumba kwa ajili ya kumwabudu yeye peke yake, na tukaona maana khalaqahum liibadatihi, kwa maana neno hilo ufafanuzi wake kuwa anna Allah subhanahu wa ta'ala awjada aljinna wal insa lighayati raisi au raisiya, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliwaumba majini na wanadamu kwa lengo kuu, wa hiya tauhiduhu wa ta'atuhu, ambayo ni kumpekesha yeye Allah na kumtii, wa dhullu wal khudu, na kujidhalisha na kunyenyekea kwake subhana. Na hayo yakapatikana katika mambo makuu matatu. Kwanza, maarifatu. Kuwa na maarifa ni jambo la msingi, kwa sababu man kana billahi a'raf kana bihi akhwaf, atakayemjua Allah, kila atakayemjua zaidi Allah ndivyo atakavyomwogopa zaidi, kwa sababu kule kumjua Allah, kujua ukubwa wa Allah, kujua nguvu za Allah, kujua uwezo wa Allah, kujua utajiri wa Allah, kujua hayo yote yanakupelekea kumwogopa zaidi na kuwa tayari kumtii. Na tukaona kwamba wote wanaofanya kumwasi Allah na kumkufuru, asilimia kubwa ni kwa kutomjua Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutomjua vilivyo, kwa kutojua ukubwa wake, kwa kutojua uwezo wake. Kwa hivyo ikawa kwamba ukamilifu na ladha na kichocheo cha kumwabudu Allah na kumtii, jambo la kwanza lilikuwa na maarifa ya Allah. Ndio maana ikawa kwamba awwal wajib ala al-mukallaf, wajibu wa kwanza kwa mukallif, yani mtu mwenye akili timamu, ambaye atakuwa ni baligh na mwenye akili timamu, al-baligh al-aqil. Huyo mtu akiwa na sifa hizo mbili anaitwa mukallif. Jambo la kwanza kabisa, wajibu wa kwanza ni maarifatullah, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu maarifatullah yurithu mahabbatuhu wa khawfuhu wa rajauhu wa ibadatuhu wa tauhiduhu wahdahu la sharika lah. Jambo la pili, ibada. Ikawa baada ya maarifa imejengeka juu ya msingi wa mahaba, kumpenda Allah. Maana yake mahaba ya Allah, ibada katika kiini cha ibada ni mahabbatullah tabaraka wa taala, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, wa ijlalu, na kumtukuza. Na jambo la tatu, wa ikhlas, na kufanya ikhlas katika ibada basi na kushirikisha yote katika ibada ya Allah. Kadhalika binaa ala al-ayati al-karim, wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Na haya yote ni kuyajengea msingi wake kwenye aya tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala posema sipo majina wanadamu ila waniabudu. Na haimaanishi kwamba ibada ni hitajio la Allah kwa viumbe, bali hiya maslahatu lilibadi lifalahim, bali tukaona kwamba ibada ni maslahi, ni faida ya waja wenyewe. Na hii ufahamu, bahati mbaya sana wengi hawafahamu hivyo. Mtu anaojua akifanya ibada amemfanyia ihsani Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukatoa mfano, unaweza kumuona Muislamu maskini huko msikitini hapa, umeitishwa mchango, anasimama huko kwa mbali anatupa ule mchango kana kwamba Allah ni muhitaji, anamtupia. Kisa pengine amekuja muhitaji, hana chakula, pengine amekatikiwa nauli, pengine ana shida yote, maskini. Sasa huyu pengine Allah amemruzuku, ana uwezo wa kiasi fulani, kwa hiyo si amempa tu, kwa hiyo anatupa bila kujua anamtupia nani. Hilo kosa kubwa sana, basi tunalisema mara kwa mara, limeshindwa kueleweka watu wale wengi. Kwa hakika Allah shani yake ni kubwa. Manake unapokuwa unamsaidia mtu mwenye shida, Allah mwenyewe kwa lugha yake anasema unanisaidia mimi, kama ilivyo katika hadithi al-Qudsi kwamba Allah atamhoji mja siku ya kiyama kwamba nilikuwa na njaa huku nilisha, asema mimi nitakulishaje Mola wangu, na wewe ni Mola wa ulimwengu? Amba ndio. Lao fulani alikuwa na njaa kumlisha, lao ungemlisha ungenikuta mimi.
nilikuwa na shida, hukunisaidia. Nitakusaidiaje wewe ni Rabbul Alamin? Nasema mja wangu fulani alikuwa na shida, lao ungemsaidia ungekuwa kama vile umenisaidia mimi, na mfano wake. Kwa hiyo haya yote ni kwa sababu ya watu uchache wa kujua maarifa ya nani wanaimpa, kwamba ndiye aghna la aghnia wa annahu huwa aghna wa aqna. Yeye Allah ndiye tajiri wa matajiri wote, na kwamba yeye ndiye anaitajirisha Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiye anaifakirisha. Haya yote watu hawajui. Inal insana la yatgha au staghna, mwanadamu anapopata mambo yakamnyokea, la yatgha, hutupa mpaka, wanatakaburi, wanajeuri. Kwa nini? Kwa sababu wana uwezo. Sasa haya mambo ni hatari sana. Kwa hiyo maarifa ni kitu cha msingi sana, na tukaona kwamba Allah hana hitajio lolote katika ibada zetu. Yani fanya ibada utakavyofanya, Allah haongezewi chochote, lakini acha utakavyoacha au mwasi utakavyomwasi, Allah hana shida anaipata, hana hitaji lolote, bali ibada ile ni kwa ajili ya kufaulu na kufanikiwa kwa waja wenyewe. Watashmilu kullu ma yurdi Allah min qawlin au fi'l, ibada inajumuisha yote anayopenda Allah na kuyaridhia. Alghayat wal hadaf, na lengo na shabaha katika ibada. Manake lengo na shabaha, alkhalq lam yujad abathan, hawa viumbe wanadamu hawakuwekwa hivi hivi kimchezo, bal hadafin sami, isipokuwa amewekwa kwa lengo kuu, wa ifradullah bil ibada, nako ni kumfekesha Allah kwa ibada ambayo ndio tauhid al-uluhiyya. Na hakika ya ibada hiya ta'atullah bi fi'li ma al-ma'mur wa tark al-mahdhur. Na kwa ufahamu mwingine wanasema mafuhumu ya ibada na hasa uhalisi wa ibada ni kumtii Allah kwa kufanya aliyoamrishwa na kuacha aliyokatazwa, na kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kujidhalilisha na kunyenyekea. Na ibada haishii tu katika jambo la kuswali na kufunga na vinginevyo, bal tashmulu ma'rifatullah, inajumuisha kuwa na maarifa ya Allah, mahabbatu, kumpenda Allah, imaratul ardhi, kuimarisha ardhi, wal ilm, na kuwa na ilmu. Na hili pia lilielezewa kwa urefu kwamba maana ya hayo maneno matatu, maarifatullah, mahabbatullah, wal ilm, maana yake ni kwamba ni mja awe na maarifa ya Allah, ambapo awe amemjua Allah subhanahu wa ta'ala dhati yake, ajue majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, azijue sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo litampelekea huyu kumpenda Allah na kumjua na kumogopa na kumtii kiukamilifu. Na tukaona kwamba jambo la kumjua Allah lina umuhimu kwa sababu ndio msingi wa ibada, na hii inapelekea mtu kumjua kwanza Allah, uwepo wake, lakini kujua dhati yake, kujua ukubwa wake na majina yake, kujua sifa zake, wa maarifati asma sifati, fahamu alghayati min alkhalq, lakini akawa fahamu lengo la kuumbwa, kwani alimuumba. Hayote yanapelekea mja kumadhimisha Allah na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tukaona jambo la twaa ya Allah ni kutekeleza amri zake na kujikataza na makatazo yake, na kushikamana na manhaji yake, yani utaratibu wake katika kuendesha maisha ya kila siku, kwa kila jambo katika maisha yake ya kila siku. Na hii inaanza katika ibada maalum ambayo ni ibadatul mahd, swala, lakini vile vile inakwenda mpaka hata katika ibada ambazo asili yake ni ada katika mambo ya muamalat, kama kuuza na kununua, kama vile kuoa na mengineyo, kula na kunywa na mengineyo, ambayo ni katika miamalati ambayo inakwenda inafika huko. Lakini pia kumpenda Allah, ambaye ndiyo roho ya kumtii Allah, inamaanisha mtu manake awe Allah na mtume wake mnapendwa kwake kuliko kingine kisichokuwa Allah na mtume wake, kiasi cha kwamba matendo mema atakayoyatenda yatokane na shauku ya kupata radhi za Allah, na sio hofu tu ambayo ndio peke yake. Lakini jambo lingine tukaona pia inaingia katika ibada
imaratul ardhi, kuijenga ardhi. Inaposema kuimarisha ardhi, kwa maana kuijenga ardhi ambayo ndio istikhlaf, ukhalifa tuliopewa na Allah. Manake na hii inapatikana kiasi cha kwamba qiyamul insan bi islahil ardh, mwanadamu kusimama kidete katika kuhakikisha anaitengeneza ardhi, wa banaiha, na kuijenga ardhi, wa tanmiyati mawaridiha, na kuweza kuboresha vitu vyote vilivyo katika ardhi, wa istikhraji kunuziha, na kutoa hazina zake ambazo zinapatikana katika ardhi, kama madini yake, madini mbalimbali, ikiwemo dhahabu, ikiwemo fedha, ikiwemo chuma, ikiwemo almradi vitu vyote ambavyo vinapatikana katika ardhi, katika hazina zake zenye manufaa kwa wanadamu, ambazo zikitumika zinaleta khairi, wa nashri alkhairi fiha, na kueneza khairi katika ardhi hii. Wadhalika min khilali amali almadi, na hayo yatapatikana kwa kufanya zile amali ambazo ni za maadili, ambazo ni kilimo, ufundi, elimu, na kutofanya uharibifu na kubomoa ardhi. Na hayo yote yanatakiwa yafanyike katika misingi ya kutaka radhi za Allah. Kwa nini unapata elimu? Kwa nini unajenga ardhi? Kwa lengo gani? Manake kila kimoja kisimame katika kusimamia kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukawa tumeliongelea swala la elimu, ambazo namna ilivyokuwa na umuhimu katika ulimwengu huu, na kwamba sisi Waislamu tumeamrishwa kwa kiasi kikubwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutafuta ilmu. Yani kama kuna jamii dini yao imesisitiza kutafuta ilmu kama msingi wa ibada katika dini yao, basi ni Uislamu, hakuna dini nyingineyo. Lakini bahati mbaya, kama kuna jamii imeiacha elimu nyuma, ni Uislamu, isipokuwa kwa kiasi kidogo na kwa sehemu ndogo, kiasi kwamba elimu ya kwanza ambayo inaingia dukhulul awwaliya ni elimu ya maarifa ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu na kumtii. Lakini kisha baada ya hiyo inaingia elimu ambayo ni ya kuyajua mazingira na kuyajua namna ya kuyatumikia na kuyatumia, na kwamba tuna haja nayo pia, sababu tuko duniani, tunahitaji umma wa Kiislamu usbaki fi dhailil qafila, usbaki nyuma ya msafara, kwamba katika dunia ni muumum hajui chochote, wanaburuza la, bali umma wa Kiislamu sambamba na kusimama na tauhidi na sunna, lakini lazima pia wajue elimu ambayo itawawezesha kutodhalilika kwa makafiri, kama elimu ya tiba, kama elimu ya uhandisi, kama elimu ya uasi, kama elimu nyinginezo zote ambazo tunazihitajia, elimu za hisabu na mengineyo katika mambo tunayohitajia katika jamii kama jamii ya Kiislamu, kwa sababu laisa khairukum man taraka dunyahu li akhirati wala taraka akhirati li dunya, sio mbora wenu aliacha dunia yake kwa ajili ya akhira yake, wala kuacha akhira kwa ajili ya dunia yake. Yote yanatakiwa, lakini yote yawe ni kwa msingi mmoja tu, yawe ni lillah. Na tukaambia ikra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako. Kwanza kabisa kujua dini yako, lakini pia kila utakachokijua iwe ni kwa lengo la i'la'i kalimatullah, kuliweka juu kalima ya Allah, na hiyo ndiyo maana halisi. Kwa hiyo imaratul ardhi ni msingi sana, kitu ambacho hatuwezi kukipuuza, bali uhalisia unatupeleka hivyo, na kwamba tukilipuuza hilo tutaanguka anguko baya zaidi, bali tutakuwa mbali sana na maana halisi. Sababu ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mifano iliyo hai ni pale alipojalia katika vita ya Badri, watu waliotekwa, baadhi ya mateka wakawa wasiokuwa na fidia, lakini wajua kusoma na kuandika, wakawekwa masahaba wafundishe kusoma na kuandika, ndio wakishajua itakuwa ndio ukombozi wao, ndio fidia yao. Wakawafundisha kuyajua, kuyaandika maneno na kuyasoma. Kwa hiyo wale walikuwa ni makafiri washirikina, walikuwa hawezi kuwafundisha kwamba watafundisha Qur'an na Sunna, wanafundisha kujua kusoma maandishi, kuonyesha kwamba hata hilo lilifanyika. Lakini pia walipatikana maswahaba makutabu alwahi, waliokuwa wamejua katika jahilia kusoma na kuandika, wakawa ni waandishi wa wahi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam.
akina Zaid bin Thabit, akina na wengineo wale waliokuwa mashuhuri katika uandishi wa wahi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii inatupa sura kwamba kwa kiasi gani sasa hili kulishtumu ni basi tu watu kuwa na dhana na chuki zao walizozibeba, wanaamua tu kutengeneza propaganda katika jamii na kupata wimbo wa kuwatukania watu bila kujua, lakini pia bila kujua kwamba kusoma elimu ya mazingira kwa mujibu wa fatwa za wanachuoni wetu al-mawthuqun wanaoaminika kama Ibn Baz rahimahullah, yeye katika fatwa yake anasema kusoma elimu nyinginezo sio kwa za dini hizi za mazingira ni faradhu kifaya kwa Uislamu, ni faradhu kifaya, kama kusoma udaktari, kama kusoma uhandisi, kama kusoma hesabu, kusoma masomo ambayo tunayahitajia kama jiografia. Mfano unapokwenda katika jiografia katika masuala haya ya miandamo ya mwezi, katika masuala ya kujua nyakati za swala, kulinganisha, kuanisha ile mapito ya jua linapopita na kadha na kadha, yote Allah ameweka wazi ndani ya Qur'an tukufu, yako wazi. Ni masomo muhimu kwa Uislamu. Hesabu ukiangalia katika Uislamu, sala kwa mfano, elimu kama mirathi inahitaji mahesabu ya kwa sababu yote imekwenda katika sehemu. Ukiangalia zile Allah alizogawa, mara 1/6, mara 1/8, mara robo, mara nusu, mara theluthi, mara theluthi mbili, ni mambo yanahitaji hesabu. Lazima watu wawe na hesabu ndipo wataweza kuipata hiyo elimu, kwa sababu elimu ya mirathi ni elimu inahitaji watu wawe ni wataalamu na katika mahesabu. Zaka, katika ugawaji wa zaka inahitaji watu wawe wanajua mahesabu, si watu mbumumu. Kwa hiyo utakuta ni mambo, lakini sasa unayasoma kwa lengo lipi? Kwa sababu hata dini yenyewe mtu anaweza kaisoma dini pia akaangamia. Imekuja katika hadithi sahihi, atakayesoma elimu ambayo watu wanisoma kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah, akawa si kwa akuisoma ile kwa sababu ya kutaka kuipata dunia, huyo mtu elimu hiyo itakuwa ni balaa kwake na itampelekea kuangamia. Imekuja hadithi chungu mzima zikielekezea hayo. Kwa hiyo lengo ni nini? Ndugu zangu, hilo ni somo tulikuwa nalo katika juma lililopita, na leo insha Allah tutakuwa na maana ya shahadatu an la ilaha illa Allah ambayo ndio tumeisoma leo. maana shahadatu an la ilaha illa Allah, kwamba maana shahadatu an la ilaha illa Allah huwa al-iqraru bil lisan, ni kukiri kwa ulimi, wa i'tiqadu bil qalbi, na kuitakidi kwa moyo, bi annahu la ma'budu bihaqqin illa Allah, kwamba hakuna mwabudu haki isipokuwa Allah wahdahu peke yake, wa nafyu istihqaq wal ibadati an kulli ma siwahu, na kukanusha kustahiki ibada kwa kila asiyekuwa Allah, kukanusha na kukataa, ambayo hii kalima ndiyo asasu dini, ndiyo msingi wa dini. Hii kalima ya shahadatu an la ilaha illa Allah ndiyo msingi wa dini, na hii kalima imejengwa katika nguzo kuu mbili tu, ambazo ni an-nafyu. Nguzo ya kwanza ni kukanusha la ilaha. Neno la ilaha ni neno ambalo nafyu istihqaq an kulli ma'bud, ni kukanusha kustahiki kila kinachoabudiwa. Na hii haina maana kwamba vitu haviabudiwi na watu hawaviabudu vitu. Vipo vitu chungu mzima tu kulingana na matakwa na matamanio wale wanaoviabudu vitu vile, vipo tu na watu wapo tu wanaendelea kuviabudu. Lakini je, ni haki? Sasa mtu anapotamka hii kalima, inatakiwa mtu ajue anaposema ashhadu an la ilaha illa Allah amesema kalima gani. Anaposema la ilaha, maana yake nafyu istihqaqi an kulli ma'budin, ni kukanusha kuwa na haki ya kuabudiwa kila kinachoabudiwa. Maana yake ni nini? Unakataa kwamba hata kama vipo vitu vinaabudiwa, majini, masanamu, sijui mapango, makaburi na vitu vingine vyote ambavyo vinaabudiwa, vipo vinaabudiwa, sio mawali, sio manabii, sio vitu gani, vipo vinaabudiwa tu chungu mzima. Lakini pamoja kwamba vinaabudiwa, huyu aliyetamka kalima hii anakataa kwamba havina haki. Na hili linatakiwa lisiwe ni maneno tu, sababu atakayesema kwa maneno tu, huyo ni munafiki. Natakiwa liwe ni yani iqraru min qalbi,
Yani maneno hayo anayosema moyo uwe unakubali hivyo, sababu wanafiki walikuwa wanasema, nafiki mbele za Bwana Mtume SAW alikuwa anasema shahadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Hata kusema swati ya mnafikini Allah anasema idha jaka mnafikuna kabla shahadu innaka rasulullah. Kwa mnafiki alipokujia wanasema sisi tunashuhudia kwamba ni mtume wa Allah. Wallahu ya'lamu innaka rasula, Allah anajua kwamba wewe ni mtume wake. Wallahu ya'lamu innal munafiqina kadhibun, Allah anajua kwamba wanafiki ni waongo. Kwa hivyo hii kalima kukataa huku kukanusha huku, unatakiwa kuwe ndani ya moyo wako uwe unakubali hivyo kwamba hawana haki ya kuabudiwa japo wanaabudiwa. Kwa hiyo kuna watu mamilioni ya watu kama si mabilioni ya watu wanaabudu visivyokuwa Allah, lakini maana yake haina maana kwamba vina haki, isipokuwa wanafanya dhulma. Na ndio baada tukaambiwa kwamba dhulma ile kubwa ya mwanadamu aliyomdhulumu Allah ni kupeleka ibada yake kwa kisichokuwa Allah, kwa sababu hakina haki hiyo. Na siku zote kitu kipelekwa kitu kisichokuwa haki yake ni dhulma. Kwa hiyo ni kukanusha kustahiki kila kinachoabudiwa, na maana yake maanahu albara'atu min ibadati ghairi Allah, ni kukataa na kuchukia na ibada ya kisichokuwa Allah. Wal-i'tiqadi bibutlaniha, na kuitakidi kwamba ni batili ibada hiyo. Wajtinabuha, lakini si hivyo tu, bali na kuiepuka, hauko tayari kuifanya ibada hiyo. Wabughdhiha, na kuichukia. Watakfiri man ittakhadha ghaira Allahi nidan, na kukufurisha kila anayeabudu sanamu lisilokuwa Allah. Kila atakayemwekea Allah mshirika akamwabudu, yu'bad, ambaye anamwabudu. Sasa hapa kuna kazi inapatikana ni katika kuitakidi kwanza, kuchukia kuabudu kisichokuwa Allah, ushirikina, kuchukia, moyo wako hautaki. Lakini pili, kuitakidi kwamba ni batili ibada hiyo. Sasa wengi katika wanadamu wasema kila watu wana njia zao. Kuna watu wanamwabudu Isa ibn Maryam, watu wanasema hiyo ni dini, wanaikubali kwamba ni dini, lakini ukweli sio. Hakuna dini sahihi ya namna hiyo. Hiyo ni dini, lakini iliyo batili, haikubaliki mbele Allah, na ibada ya namna hiyo ni batili. Lakini pia na vinginevyo, wabughdhi, anakuichukia ibada ya namna hiyo. Watakfiri man ittakhadha ghaira Allahi nidan, na kumkufurisha atakaye mfanya sikuwa Allah kuwa ni mshirika, yu'bad, anayeabudiwa, au yuta, au anayetiiwa, fi tahlil alharam, katika kuhalalisha haramu, wa tahrimi alhalal, na kuharamisha halali. Na hii ndio ilikuja katika kauli ya Allah aliposema ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min duni llahi wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa, ila akhir al-aya. Aya hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsomea sahaba wakati ule. Yule bwana alikuwa hajaslimu, ni Mkristo, amekuja na msalaba mkubwa ameuvaa shingoni mwake. Mtume sallallahu akawa anamwambia ittakhadhu ahbarahum, akasema wamewafanya watawa wao, nani, wamewafanya makuhani wao, yani wanachuoni wao, wataalamu wao, waruhbanahum, na watawa wao, arbaba min dunillah, wamefanya ni miungu kinyume na Allah, wal masih ibn Maryam, lakini pia wamemfanya Isa ibn Maryam ni Mungu kinyume na Allah. Wama umiru, hali ya kuwa hakuamrishwa illa liya'budu ilaha wahida, umabudu mola mmoja. Allah subhanahu wa ta'ala aliposoma aya hii, yule bwana akasema lasna naabudu, sasa hatumwabudu Isa, hatuabudu wa makuhani wetu wala watawa wetu. Yule bwana alifahamu kwamba kuabudu ni kwenda kuwasujudia, ni kwenda kuabudu, kuwaelekezea ibada moja kwa moja kama sanamu. Alifahamu hivyo. Mtume SAW akamfafanua kwamba hapana, alifahamu sio hivyo. Akamfahamisha kwa maswali aliposema, je, si wanaharamisha halali na nyinyi mnawatii katika hilo, na nyinyi mnaitakidi kwamba halali hiyo ni haramu? Na kuhalalisha haramu
na nyinyi mkakubalia mkawafuata katika hilo. Akasema hilo kweli, bala sikaza fulani kwa ibada tukasema huko ni kuabudu kwao. Kwa hivyo hiyo inakuja ni ibada inaitwa ibada taa, ibada utiifu. Ndipo hapa ikaja hii nafi. Inapokataa nafi hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha albara'atu min ibadati ghairillah, kuchukia na kuikataa na kuchukia ibada isiyokuwa ya Allah, na kuitakidi kwamba ibada hiyo ni batil, na kuiepuka ibada hiyo na kuichukia, lakini kumkufurisha anayefanya ibada hiyo ya kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo manasara wanasema kwamba Isa ni Mungu, pana kificho, na wanasema hivyo sarahatan na kwa kifua kipana, lakini anatokea Muislamu anasema hiyo ni dini sahihi, nao wanakwenda kwa Mungu subhanahu. Hapo ndipo unaona umma wa Kiislamu uko wapi na shahada waliotamka. Hawajui. Mtu anatamka mshahada. Ndio maana ikaja katika baadhi ya masharti ya la ilaha illa Allah ili mnufaishe mtu, al-ilm bimaanaha, kuijua maana yake, wal amal muqtadaha, na kuifanyia muktadha wake, ndipo itakwenda kumnufaisha. Sio kutamka tu. Kutamka tu hakutosha. Lazima mtu aijue maana yake. Atajua lini? Kukaa katika vikao kama hivi. Elimu sio kwamba ni kitu utakipata hivi hivi tu. Kama hatuwezi kuvuna mazao isipokuwa mpaka tulime tutoke jasho, kama hatuwezi kufanya biashara mpaka tuhangaike tushinde juani, kama hatuwezi kulipwa mshahara mpaka tuende ofisini tuwajibike tufanye kazi, tuamke asubuhi twende maofisini, kama sasa dini hatuipata hivi bwerere kwa kukaa majumbani, lazima tuifanyie juhudi, tupate muda japo mdogo twende kujifunza dini, vinginevyo itakuwa ni taabu sana. Ndio inaona sasa hivi tatizo leo katika jamii, utaona jamii nyingi haijui dini kwa sababu unaona dini ni kama kitu cha ziada. Hapo ndipo utakuja kuona kwamba watu wengi wanavyoishi duniani hawajui kwa nini wako duniani na ni kwa lengo gani wako duniani. Huo ndio mtihani mkubwa. Anda mwajui, anaona yupo duniani kwa sababu ya kula na kunywa na kustareheka. Basi njoo ujulishwe kwa nini uko duniani, hayuko tayari. Kwa hiyo matokeo yake mwanadamu anaishi katika hasara muda wote, na atakuja kuzinduka siku malakul maut atakapofika mbele yake atakuja kuchukua roho yake. Sababu utakuta ni jambo la kawaida katika maisha ya Uislamu. Wengi wanaamini dini zote za duniani ni sahihi, lakini dini inakwenda mbinguni kwa Mwenyezi Mungu, lakini Uislamu unakataa. Unaposema la ilaha, umekataa hayo yote. Kwa hivyo wataktadhi hadhihi alkalima alazima, hii kalima ina manake ina lazimiana na alkufru bitaghut, kukufuru taghut, ambayo taghut ni kila atakayeabudiwa kinyume na Allah na akawa radhi kuabudiwa, lakini kila atakayetiiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala au kufuatwa. Na hii inakuwaje? Tarki ma harrama Allah alayka min ash-shirki wal maasi, kuacha aliyoharamisha Allah katika shirki na maasi, wal hadhari min al-maasi, kutahadhari na maasi, ambapo unatakiwa uwe mbali na makatazo, lakini pia watahdhir minha, na kutahadhari nayo, tahqiqa li mahabbati subhanahu wa ta'ala. Hii ni katika kuyakamilisha mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini hivyo? Kwa sababu fa innal 'asi al-musirru ala al-ma'siyah, 'asi anaendelea na maasiya, kad akhadha muqtadiyatiha, atakuwa ameitia kasoro muktadha wala ilaha, hii ambayo imekataa la ilaha. Kwa nini? Kwa sababu wa in kana la yukhrij min al-millah bi mujarrad al-ma'siyah, ijapokuwa hatotoka ndani ya Uislamu kwa kufanya maasi ambayo sio shirki kubwa, lakinahu naqisu tauhid, lakini maasi mtu atakapoendelea akadumisha kaendelea nayo maasi, atakuwa ameipunguza tauhidi yake, na kibaya zaidi wayuridu nafsahu lisu'il khatimati wal adhab, nafsi yake atakuwa ameitia katika hatari ya kupata mwisho mwema.
Na hili wanachuoni wengi ukiona wanaongea katika jambo ambalo wanaliogopa katika maasi ni kuwapelekea mwisho mwema, mwisho mbaya. Kwamba wengi kauli zao zinaonyesha kwamba wanaogopa zaidi shari ya maasi kuwapelekea mwisho mbaya, kwa sababu maasi yanaweza yakaichafua nafsi, yakaipunguzia tauhidi, yakaizonga, yakaielemea, mizigo yake ikawa mizito, mpaka mtu akawa anashindwa hata kutamka kalima la ilaha illallah, mpaka mtu pengine akayapenda akayazoea maasi. Kwa sababu katika adhabu za asi anazipata asi, miongoni mwa adhabu anazipata asi, kwanza ni kuyazoea maasi kama ni kitu cha kawaida, pili kuyapenda maasi, tatu kuyang'ang'ania mpaka akawa anaona ugumu kuyacha. Na hapo sasa, ikifika hapo ndio umpelekea mtu kupata mwisho mbaya, na wakati mwingine akawa amemaliza akiwa katika hayo maasi, ikiwa ni ushahidi wake. Huyo hata kama atakuja kutoka motoni kwa shahada yake kama kufanya shiriki kubwa, lakini ataadhibiwa mwanzo kutokana na mwisho mbaya aliyopata. Na hao ndio utaona wanasema kwamba katika itikadi ya Ahlusunnah wal Jamaa, murtakibul kabira, kwamba la yukhrij min al-milla, walifanya makosa makubwa haondoki katika Uislamu moja kwa moja, lakinahu mu'taradun bil wa'id. Huyo nafsi yake ameingiza katika hatari kubwa sana, anaogopewa kwamba mtu huyu anaweza akawa amedumu nayo asitubie, halafu hayo maasi akampelekea kuwa na mwisho mbaya, kitu ambacho kitampelekea kuadhibiwa. Na adhabu ya Allah haivumiliki hata dakika moja, ni adhabu nzito mno. Ndio hapo tukaambiwa kwamba hiyo nafsi sema la ilaha, ile nguzo ya kwanza inakwenda mpaka katika maana hayo, kwamba ni kuacha maasi, kwa sababu maasi yanatia kasoro na kuipunguza muktadha wa la ilaha illa Allah. Ndio hapo tutaona kwamba inaposema ile la ilaha illa Allah itakayomuingiza mwenyewe peponi bila hisabu, bila manake bila adhabu, bila hisabu, ambayo ni ile la ilaha illa Allah itakayomtakasa mwenyewe, ikawa imefuta makosa yake aliyotangulia, ikawa imemtoa katika, manake imemtoa, imemfanya Allah ndiye amekuwa kipenzi chake, Allah ndiye amekuwa chaguo lake, Allah ndiye amekuwa kila kitu kwake, kiasi cha kwamba yeye furaha yake na mapenzi yake na starehe yake ni kutafuta radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu kama huyu la ilaha illa Allah itamwacha ni mweupe, hana kosa lolote, itayafuta aliyotangulia, itamfanya, kwa sababu nini? Atakuwa amekamilisha muktadha wake kwa ukamilifu wake. Lakini huyu ambaye anasema la ilaha illa Allah anachanganya na maasi, huyo kwamba yuko katika mashiatillah, katika matakwa ya Allah, inshaa adhabahu wa inshaa afa anhu, kitaka atamsamehe, kitaka atamwadhibu. Kwa hivyo hiyo inatisha sana. Kwa nini? Kwa sababu inaweza kumpelekea kupata mwisho mbaya, kama kupata taufiki ya Allah na Allah kumtakia kumsamehe. Na nguzo ya pili ni al-ithbat, ambayo ni illa Allah, kuthibitisha ibada kwa Allah. Na hii ithbatul istihqaq lillahi wahda, inathibitisha kwamba ibada mstahiki wake, anayestahiki hasa, ambaye ni mustathna min alladhina nufu anhum alibad, yani Allah ameondolewa katika wale walio kanushiwa kwao ibada, isipokuwa yeye Allah ndiye amekuwa manake amekuwa ni mustathna, ameepushwa na wale waliokataa kustahiki ibada, bali yeye kwake inathibitishwa kwamba ndiye hasa peke yake mstahiki wa ibada. Kwa nini astahiki ibada Allah? Kwa sababu kwanza yeye ndiye mkubwa kuliko kila kitu, pili yeye ndiye mwenye uwezo kuliko kila kitu, yeye ndiye mjuzi kuliko kila kitu, yeye ndiye mwenye nguvu kuliko kila kitu, yeye ndiye muumba kila kitu, yeye ndiye tajiri kuliko kila kitu, yeye ndiye asiyehitajia chochote, yeye
kila kitu kwa hiyo yeye ni mkamilifu wa sifa zake, ni mkamilifu wa majina yake, ni mkamilifu wa dhati yake. Kwa hiyo huyu peke yake ni mwenye haki ya kuabudiwa, kwa sababu wengine hawana hivyo vyote, hawana ukubwa, hawana nguvu, hawakuumba chochote, bali wao wameumbwa. Wao ni wahitaji, wanahitaji msaada wake daima, na hata kidogo hawawezi kutengana na kuhitajia kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama atamuona yule anayemuona akampenda au akaamua kumwabudu, lakini hana sifa hizo. Kwa hiyo hana haki. Mwenye haki ni mmoja tu, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Maanahu anna Allah huwa almustahiq alwahid lilibada. Maana yake nasema illa Allah, unajulisha kwamba Allah ndiye mustahiki wa pekee wa ibada. Fala yuslafu ayi naw min anwa'i alibadati, haitakiwi kuelekezwa kupelekwa namna yoyote katika namna za ibada, kadua, kama dua, wal khawf, na hofu, wal raja, na matumaini, watawakkul, na kutegemea, wadhabu, na kuchinja, salata, na kusali, illa lillahi wahda. Hizo zote zitakuwa zipelekwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hapa kuna nukta ambayo pia tunatakiwa tuitolee tambii. Inaposema shirki, akili za wengi katika awamu, wana akili zinakimbilia katika kwenda kwa waganga, kutambikia mizimu, kuchinjia mashetani. La, nyanja za shiriki zinakwenda mbali sana, zinakwenda mbali sana. Hata katika dua utaona katika mahafali nyingi watu wakiwa wanasoma maulidi, unapochemka mlango wa 4 ule, unaposema sasa naomba ya Rasuli, tumekuja na madhambi ya daraja, wala hatuna la hoja, dhambi zetu adhima. Kwamba ya Rasuli, tumekuja tuna dhambi, kwa maana madhambi ya daraja, kwamba tuna dhambi kubwa, hatuna hoja kwa madhambi tuyafanya, dhambi zetu ni kubwa tulizozibeba. Kwa hiyo wanaelekeza dua moja kwa moja kwa Bwana Mtume SAW. Hiyo moja kwa moja ni shiriki kubwa. Kwa nini? Kwa sababu watu wamezungwa na akili, hakusoma tauhidi, hawana muda wa kusoma tauhidi. Dua yoyote ni ibada. Nikuja kwenye Qur'an na Sunna, Allah anaeleza wazi kwamba dua ni ibada. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, amesema Mola wenu niabuduni nitakuitikeni. Sasa anafafanua ni ibada kivipi aliposema innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale wanaofanya kiburi cha kutoniabudu, sayadkhuluna jahannama dakhirina, wataingia jahannam akiwa wamedhalilika. Sasa sikia, wanasema wanachuoni, sehemu ya mwisho inafasiri sehemu ya mwanzo. Mwanzo ameisema dua, lakini mwisho akasema, alianza na mwisho, niombeni nitakuitikeni. Ni amri ya Allah. Lakini mwisho akamalizia, wale wanaofanya kiburi cha kutoniomba, cha kutoniabudu kwa kuniomba, wataingia jahannam wakiwa wamedhalilika. Hiyo aya inamaliza moja kwa moja. Bwana Mtume SAW alipokuwa akitafsiri akasema, ad-du'a huwa al-ibada, dua ndiyo ibada iliyokusudiwa katika aya hii. Kwa hiyo ikawa kwamba tena wanasema wanachuoni, sio ibada ndogo, ni min adhamu anwa'i ibadati, dua ni miongoni mwa ibada kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu kwanza bali wengine wakaenda mbali kwamba ni min adham abwabi tauhidi, dua ni katika milango mikubwa ya kuingia watu katika tauhidi. Kwa nini? Kwa sababu dua inaweza ikamfungua mtu na kumjenga kiimani. Dua moja tu kwa tatizo kubwa ambalo pengine limemzidia muda mrefu, haja imembana, hiyo hakupata uwezo wa kuimaliza haja ile, kwa nguvu yote ilishindikana kuifikia haja ile, ikawa imemzonga na kumwelemea, hana namna. Kwa nguvu zote za watu wanaowajua, wenye vyeo vyao, wenye mali zao, wenye utaalamu wao wote, lakini kwa dua moja tu akamwelekea Allah kwa ukweli, na katika hali ya faragha akashtukia anapata faraja ambayo hakuipata kwa nguvu nyingine yoyote. Mtu huyo nafikiri imani yake itapanda kiasi gani? Kwa hiyo ikawa dua sio ibada ya kawaida, ni katika ibada kubwa sana
bal hiyo ibada ni katika aina kubwa za ibada. Kwa hivyo ndugu zangu, tunapoongea swala la dua sio kitu cha kawaida wala sio kitu kidogo, bali kitu kikubwa. Sasa hii wengi wanaingiza shirki ya Allah. Tunaposema dua ziko aina mbili, kuna dua al-mas'ala na dua al-ibada. Kuna dua ya mas'ala na kuna dua an-nida. Kuna dua an-nida na dua al-mas'ala. Kuna dua ya kuita, kuna dua ya kuomba. Mfano wa dua ya kuita usemaje? Ya, kama anavyosema madada ya Jailan, au kama ilivyokuja ya Rasulullah, ya Jibril, ya Mikail, ya Jailan, ya man, na mfano wake. Na wengine wasema ya Kahiju, ya Kahiju, na wengine katika madua wanayaomba yasiyojulikana. Hii inaitwa dua nida. Unamuita kwa maana kwamba yanamuita kwamba unamuhitajia akusaidia. Kusema ya Ali, ya Fatima, ya Hussein, ya kadha wa kadha katika dua hizo. Sasa hiyo dua nida. Na kuna dua al-mas'ala, Allahumma inna nas'aluka kadha, Rabbi aitini kadha wa kadha, Mola wangu nipe kadha wa kadha, Mola wangu nakuomba kitu kadha wa kadha. Zote hiyo ni dua nini? Ya mas'ala. Sasa kuna dua ngapi? Mbili. Dua al-mas'ala na dua nida, zote zinaingia katika ibada. Lakini kuna hofu, inaitwa hofu sirri. Hofu sirri wanaita kwamba ndio hofu ibada, kwa sababu hofu inagawanyika katika sehemu kuu zifuatazo. Kwanza, sehemu ya kwanza, kuna hofu ambayo ni ada, kama mtu kumwogopa nyoka, kuabudu, kumwogopa adui, kumwogopa kitu ambacho kina hatari kwake. Hiyo ni ada, sababu anasema hata manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala waliipata hiyo hofu. Kama Musa alayhi salam, Allah anasema wa hujasa fi nafsi khifata Musa. Musa akahisi katika nafsi yake woga baada ya hofu, baada ya kuona kilichotokea katika wachawi wa Firaun katika uwanja. Allah akasema la takhfi innaka antal a'la, Musa usiwe na hofu, wewe ndiye mshindi, na mengineyo. Kwa hiyo ni jaiz kwa mwanadamu kuwa na oga namna ile, lakini kuna oga ulio haramu ambao ni kuogopa kuitenda kheri na au kuiacha shari kwa sababu kuogopa watu. Hiyo ni haramu, mtu anapata dhambi, lakini anaingia katika shirki. Lakini kuna hofu ya shirki. Hofu ya shirki inakuja katika mambo ambayo ya mtu anayaacha kwa kuogopa madhara ya kitu ambacho wake haupo. Mfano, kuna hii miti tunaita naita miti hivi, si birundu, si vitu gani. Sasa mtu anakikuta kitu kama hicho, wanasema bwana, hapa bwana, ukipita bila kuweka chochote huwezi kusalimika, utapata madhara uendako. Sasa mtu kwa hofu ile, kwa kuogopa yakisimpatishe madhara, akafanya wanavyofanya kwa muktadha ule. Elewa vizuri? Yani pengine wanaweka kahawa, pengine wanaweka pesa, pengine wanaweka nini. Sasa mtu akafanyaje? Akaweka kwa hofu ya kupata madhara kitu kile, inaitwa ni hofu siri. Au kutenda baadhi ya matambiko kwa kuhofia asije akafanyaje, akadhurika na kitu hicho, na mfano wake. Yani kuogopa kitu kisimpatishe madhara kwa kutufanya masharti yanayotakiwa. Na haya yanatokea hata watu wanakuwa wanatembea kwenye njia, wanamuua nyoka. Watu wanaona ukipita bila kuweka kajani, basi uendako huko utapata nini? Madhara. Utakuta watu wamesharundika tu majani. Hiyo ni hofu siri. Anaogopa kitu kimekufa, ni mzoga wa nyoka. Nyoka ana kitu gani? Lakini hofu siri ile wanaijenga. Sasa mtu kwa kuhofu ile hofu ya siri, mtu anafanyaje? Anaweka pengine kimti, pengine jani, na hivyo hakadha katika kuweka sadaka na mengineyo. Inaitwa ni hofu asiri. Jambo hili linakuwa ni katika hofu ya shirki.
Na hiyo inakwenda hata katika vitu mbalimbali ambapo watu wanatambika kwamba kuna maneno yanasemwa kwamba mwanamke asipojifungua anasema unajua kwa nini? Kwa sababu hakuleta mahari ya babu yake, kwa hiyo lazima alete mbuzi wa babu yake ndipo atajifungua. Sasa mtu akaitakiri kwamba kweli asipoitoa atapata nini? Madhara. Kwa hiyo amtoe mbuzi huyo katika hofu hiyo ya nini? Ya shirki. Babu alishakufa miaka nenda rudi, hayupo huyo. Atatokaje kabrini kuja kumzia huyu kuzaa? Kwanza atafanya tasarrufu gani ya kuja kumsaidia huyu mwanamke mjamzito au mwanamke apate ujauzito? Kwa hiyo hayo ndio inaitwa hofu asiri, inakwenda na mfano wake. Sasa hayo katika jamii yamejaa, ndio yamejaa katika jamii, yanaendelea katika utaratibu wa kila siku na mengineyo. Kwa wanasema hapa ili mtu apite au afanye kitu kadhaa. Sasa useme kwenye watu walio majini, wavuvi, hali zinatokea baadhi, hali ya upepo pengine, unasema jamani hapa sasa bwana mwenyewe anataka afanywe utaratibu, kwa hiyo bwana. Wengine nasikia wanakata vidole, wanavujishia damu kwenye maji ili damu ikiingia anywe afurahi, waachie. Wengine ni tabu, wengine wanajifungua watoto mapacha, wanafanya vituko kwamba usipofanya vitu hivyo watoto watadhurika au familia kwa ujumla itafanyaje? Itadhurika. Na wanaoita majina hayo ya kishirikina kijinga hayo, majina yasiokuwa na msingi. Kisa kwa nini? Kwa sababu wasipofanya hivyo watadhurika. Hiyo ni hofu asili. Hiyo hofu yote ni hofu ya ushirikina. Kwa hiyo hiyo ni katika mifano, mambo ni mengi tu. Alimradi vitu visivyo halisia vinajengewa na shetani, watu wanafikaya ni hofu asili. Lakini kuna rajaa, matumaini ya kupata baadhi ya kheri fulani. Kwa hiyo watu wakafanya, ndio kama hiyo ambayo tumetangulia kwamba mwanamke ili aweze kujifungua afanywe katika mambo kadhaa wa kadhaa. Hao watu wavuvi, ili aende kupata samaki lazima awe na matumaini kadhaa, afanye kitu kadhaa, awe na matumaini kwa kitu fulani. Lakini sana sana watu wanakuwa na matumaini kwa mashetani, kwa matumaini kwa mahirizi yao, wanakuwa na matumaini kwa vitu mbalimbali ambavyo wanaviweka matumaini kwamba vitawasaidia. Kama watafanyia kadha wa kadha, wataweza kufanya mambo mazuri, watafarijika na mambo kadha na mengineyo. Na sasa hivi kuna kilicho katika mtindo ni makundi haya yanaita Freemason. Hayo wanasema kwamba hayo mtu akijiunga akafanya shiriki zao na kufuru zao atapata utajiri. Ni matumaini yote hayo wanapeana matumaini ambayo ni ya kufuru na mfano wake. Hii pia, kwa hiyo matumaini kuyaweka kwa kitu chochote kisichokuwa Allah, katika jambo ambalo haliwezi isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kuhuisha aliyekufa, kama kumponyesha mgonjwa, kama kumtajirisha maskini, kama na mengineyo, kwamba chukua hii pete, ukichukua pete hii utatajirika, usifanya kadha utapona ugonjwa wako, katika mambo ya kishirikina ambayo si katika njia atabii zilizokuja ambazo zinakubalika kisheria, na katika arraja. Lakini pia tawakkul, kutegemea kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambacho kiweze kukusaidia na kulinda mfano wake. Lakini pia kuchinja kwa kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuchinja kwa ajili ya jini, kuchinja kwa ajili ya walii, kuchinja kwa ajili ya chochote kile. Lakini pia na swala na mengineyo. Zote ibada ni nyingi mno, kuna zinakwenda mbali sana. Kuna khashia, kuna arrahba, kuna arraghba na mengineyo. Yote ni katika aina za ibada, na haya yote kila kimoja ni ibada. Kikipelekwa nje na Allah kinakuwa moja kwa moja ni shiriki, na hivyo mtu atakuwa ameshirikisha Allah shiriki kubwa, kwa sababu shiriki zinagawanyika katika sehemu kuu mbili. Kuna shiriki ndogo na shiriki kubwa. Sasa hizi ibada zote ni shiriki kubwa, na shiriki kubwa inamtoa mtu katika Uislamu. Ndugu zangu, kwa hiyo mpaka hapo tutakuwa tumejua kwamba inaposemwa shiriki sio kwa maana finyu ambayo inadhaniwa na wengi, ni maana pana sana. Hasa shiriki kubwa, inshallah tukija kufika katika maeneo ya kuiongelea, tutaiongelea katika baadhi ya mifano na baadhi ya mambo ambayo watu ndani yake wanafanya
kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yote hizi ni shirki kubwa, inamtoa mtu katika Uislamu. Ndugu zangu katika imani, katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akitaja fadhila ya la ilaha illa Allah, alitaja man qala la ilaha illa Allah, atakayesema la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'bad min duni Allah, na akakufuru yanayoabudiwa kinyume na Allah, haruma maluhu, mali yake itakuwa haramu, illa bihaqi, isipokuwa haki, wa damuhu, na damu yake itakuwa ni haramu isipokuwa kwa haki, wa hisabuhu ala Allah, yote atakayofanya mengine hisabu yake iko kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii hadithi ni msingi katika hizi nguzo mbili ambazo tumetangulia kuzisema, ambazo nini? An-nafi wal ithbat, kukanusha na kufanyaje na kuthibitisha. Katika sharti aliyoweka Bwana Mtume sema hakusema atakayesema la ilaha illa Allah peke yake. Ni hadithi sahihi iliyopokelewa na Imamu Muslim katika sahihi yake, anasema atakayesema la ilaha illa Allah akakufuru yote yanayoabudiwa kinyume na Allah, huyo ndiye damu yake itakuwa haramu na mali yake. Kwa hivyo haiwezekani Muislamu hata siku moja akawa ni Muislamu pasina kukufuru tawuti, pasina kukufuru vinavyoabudiwa kinyume na Allah, pasina kuzikufuru dini zisizokuwa Uislamu. Haiwezekani. Haiwezi akawa ni Muislamu ambaye amekuwa haramu mali yake na damu yake, isipokuwa mpaka akufuru vinavyoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni jambo sharti la msingi. Kwa hiyo hivi sasa kuna tatizo kubwa leo katika jamii yetu. Leo kuna dajjal ambayo sasa hivi anamaliza umma. Huyu dajjal anaitwa Mwamposa. Ni dajjali kwa ujumla na ni mtihani mkubwa. Yani hata Waislamu wanajenga imani na kuhubiriana wao kwa kwamba jamani, lakini bwana maji ya Mwamposa yanasaidia. Mimi nimeshapata watu wengi wananiambia kwamba wanapata matatizo, watu wanakuja kuwahubiri, tena wanaohubiri ni Waislamu wenzao. Huu ni mtihani, ni balaa kubwa sana ambalo Waislamu natakiwa kulisemea na kuwasemea watu, kuwajaribu kuwasaidia watu, kwa sababu sisi hayatufikii sisi kama viongozi yaliyo mengi, lakini nyie mna uwezekano wa kuyapata huko katika maeneo mbalimbali mitaani. Hali ni mbaya sana. Watu ma-TV ndani ya majumba, watu wanachukua maji wanaweka kwenye ma-TV yaombewe ili wapate nafuu. Na sasa asikia mtihani ulivyo. Allah semaje? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, atakayemwasi mtume baada ya kubainikiwa uongofu, wayattabi ghaira sabili almu'minina, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, nuwaddihi ma tawalla, Allah sitamwelekeza huko kwa alikoelekea. Kivipi? Huenda akapata nafuu katika ugonjwa alikuwa anamuuma, huenda akanufaika, kwa sababu nini? Mtihani. Inma huwa fitna. Lisani alhal nasema kwamba anasema inma ana fitnatun fala takfur, mimi ni fitna usikufuru. Sasa mtu akienda asisikie hayo, anaweza akapata nafuu kabisa katika mtihani ya Allah ilivyo kabisa. Kwa sababu niwape mfano, dajjali, mbona ataenda sehemu dajjali unayemsikia mwenyewe mwenye jina, ataenda sehemu awahubiri watu wamkatae, aamrishe mvua kwamba tangu leo mvua usinyeshe katika ardhi hii, na wewe ardhi tangu leo usioteshe mmea, aondoke. Tangu siku hiyo hataona tone la mvua, vitu vyote vitakauka. Kwa amri ya nani? Dajjal. Lakini dajjal nani? Shetani. Ad-dajjal maana yake ni uongo, ni masihi wa uongo, hana ukweli katika masihi wake. Ataende kijiji cha pili jirani, awaambie mimi ni Mungu, niabuduni, watu wamkubali. Wakimkubali atamsha mvua. Mbingu tangu leo wafungulie mvua watu hao, ardhi tangu leo otesha mimea yako watu hao. Watu mvua zitanyesha, mazao yatastawi, tutapata chakula cha kutosha, mifugo yao itapata chakula cha kutosha, mpaka wanasema yani matiti ya wanyama wao yatajaa maziwa, wawe
yanashindwa kubeba nani yao ile nani, yani zile dharai zao zile vile nani wanahitaji nani ile, subhanallah, tasiji viwele vyao vile vya nani vya maziwa vile vilito washindwe wanyama hao kubeba hiyo nani yao kwa wingi wa maziwa utakao kuwepo. Kwa nini? Kwa sababu huo ni mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah anaweza kweli mtu akapata nafuu, lakini je, ni sahihi? Kwa sababu katika Uislamu dalili ya ukweli wa mtu sio miujiza na maajabu. Kuna miujiza na kuna vinataja na vihitaji vinini, subhanallah, kuna kaidi, kuna vitimbu vya kishetani. Kwa mfano wachawi wa Firaun kweli walirusha kamba zikageuka nyoka, lakini ule sio muujiza. Zile ni kaidi sahir, inma fasana kaidi sahir, ni vitimbu vya wachawi, lakini mtihani kwa watu. Kwa sasa hivi fitna kubwa sana katika kitu ambacho kinapotea kwa kasi ni al-kufru bit-taghut au al-kufru ma yubad min dunillah. Watu wengi wanasema la ilaha illallah, lakini hawakufuru at-taghut, ikiwemo hata wengine katika Uislamu. Muislamu anakesha usiku kucha bila kusinzia, anafanya dhikri la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah bila, lakini kabla hajaswali alfajiri analifata kaburi la wali, anakwenda kuliomba. Huyu amesema la ilaha illa Allah, lakini akufuru ma yubad min duni la. Shahada haiwezi kumsaidia, sababu msingi wake umejengwa juu ya nafi wal ithbat, kukanusha na kufanyaje na kuthibitisha. Haitomsaidia. Anakwenda kuomba kaburi, anakwenda kutufu kaburi. Au huyu anakesha qiyamul layl, lakini akiamka asubuhi anakwenda kwa mganga kumshirikisha Allah, au anamchinjia jini au mfano wake. Kweli amesema la ilaha illa Allah, lakini akufuru mayubad. Kwa hiyo sharti la kunufaika nayo ni kufuru mayubad min duni la, kufuru vinavyoabudiwa kinyume na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Na huyo ndiye atakuwa haramu mali yake na damu yake, yani baki hesabu yake tunaiacha kwa Allah. Kwa hiyo ndugu zangu, sehemu ya pili tumalizie kwa haraka haraka, shahadatu anna Muhammadan rasulullah. Hii shahada inamaanisha kukiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi kwa yakini, sio kwa shaka, kwamba Muhammad ni mtume wa Allah ambaye ametumwa kwa majina ya wanadamu, na inajumuisha na kumtii katika amri zake na kumsadikisha katika yale aliyoyataja na kujiepusha aliyokataza, na asiabudiwe Allah isipokuwa kwa yale ambayo ameyawekea sheria. Na hii ni sharti ya pili ya nguzo ya kwanza ya Uislamu, kwa sababu mtu atakaposema ashhadu an la ilaha illa Allah alafu akikataa kwa makusudi kusema ashhadu anna Muhammadan rasulullah, sharti itakuwa imepungua. Kwa hiyo shahada yake haijakamilika. Lazima asema ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Kwa hii ni sharti ya pili ya nguzo ya kwanza katika Uislamu, kiasi kwamba watutabaru iltizama biitibai sunnatihi, na inazingatiwa kushikamana na kufuata sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtu atakayesema mimi ni Muislamu lakini hataki kufuata sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu wake una kasoro. Na hii
tunapoambiwa kumtii katika yale aliyoamrisha, maana yake ni tamfidhi kulli ma amara bihi nabii min ibadat wa muamalat, ni kuyatekeleza, kuyatenda kwa utekelezaji aliyoamrisha Mtume SAW katika ibada na muamalat. Kwa hiyo na mengine yote katika yote aliyokuja nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kumsadikisha katika aliyasema ni kuamini kusikokuwa na manake kuamini moja kwa moja yote aliyosema Mtume SAW katika mambo ya yasiri ya ghaib yasionekana kwa macho, kwamba ni kweli methali ameyasema Mtume SAW yanapatikana katika njia sahihi na riwaya sahihi. Na mambo yanayohusiana ya akhira na katika visa vilivyopita na yatakayokuja huko mbele baadaye, kuyakubali kwamba ni kweli na kwamba hakuna shaka katika hayo, na kujiepusha aliyokataza na kuyakemea, kujiweka mbali na maasi na bid'a na kila aliyoharamisha Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na mwisho asiabudiwe Allah isipokuwa kwa yale aliyomfunulia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni mutabati nabii fi ibadati, ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada zake. Fala ibtidaa fi din, hakuna nafasi ya kuzua bid'a katika dini, kwa muktadha wa shahadatu anna Muhammada rasulullah. Sasa hapa anakuja mtu anawatuhumu na kuwashutumu watu walioshikamana na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu anadai mapenzi ya mtume. Unampenda mtume gani? Hujui shahada uliotamka? Waislamu wote wanatakiwa wamwenzi mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila alichokifanya. Sasa kuna sunna nyingine ambazo ni za katika mlango wa amali, katika mlango wa matendo, ni mustahibati ambazo hawezi kulaumiwa mtu. Baadhi ya sunna mtu ambaye hawezi kulaumiwa mtu akiziacha, lakini sasa asiziache kwa kuzichukia na kukandamiza na kumtukana ndiye aziache. Akifikia hali hiyo ameharibu shahada yake. Akiziacha kwa uzembe, basi hilo hawezi kulaumiwa. Kwa mfano, unatoa mfano baada ya chuoni, kama kwanza kutoa salamu ni mustahabu, ni sunna, lakini ni mustahabu. Mtu akisipoifanya hawezi kupata dhambi, lakini akifanya amefanya jambo zuri, atapata thawabu. Swala za sunna, kufunga za sunna, kuachia ndevu kama alizoziamrisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na mengineyo kama vile zile ambazo zinazingatiwa ni sunna. Kuna ambazo ni mustahabu, lakini mtu kama ataweka mfano ndevu, wanachuoni wanakubaliana kwamba mtu akizinyoa kwa makusudi, sio udhuru ambao pengine amelazimishwa, imekuwaje, wanasema ni maasi, ingawa wanatofautiana baadhi, kwamba wengine wanasema ni maasi ya madogo, sio maasi ya makubwa. Wengine wanasema kwamba hapana, hata kama ni madogo, kwa sababu Ibn Abbas anasema hakuna dhambi ndogo kwa kuendelea nayo kila siku. Sasa mtu akifanya bahati mbaya siku moja au mara mbili, lakini asidumu nayo kila siku. Sasa hilo linaingia katika wajibu, sio mustahabu. Lakini kuna sunna ambazo ni mustahabu kama tulivyotangulia kusema. Sasa mtu akiziacha kwa uzembe wake hana tatizo, lakini akiziacha kwa kuzichukia kwamba na kuzitukana, kuzishutumu, hapo ni tatizo. Muktadha Muhammad rasulullah anakuwa ameuacha, kwa sababu kuchukia chochote alichokuja nacho mtume sallallahu alaihi wasallam inapelekea mtu kuwa ameingia katika mlango wa kutengua Uislamu wake. Ina maana ametengua shahadatu anna Muhammada rasulullah. Kiangalia katika nawaqidul Islam utakuta kuna al-bughd ma jaa bihi ar-rasul wa in fa'ala, man abghada ma jaa bihi ar-rasul wa in fa'ala, yani atakayechukia alichokuja nacho mtume hata kama atakitenda, kafara, atakufuru. Wanachuoni wanaeleza wazi hilo. Kwa hiyo ni kuhakikisha mtu anamwabudu Allah kwa yale aliyomfunulia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii ni kile kumfuata mtume sana katika ibada zake, asifanye bid'a katika dini, na al-iqrar bi annahu khatimul anbiya, na kukubali na kukiri kwamba yeye Muhammad ni mwisho wa manabii, itirafan bi annahu la nabii baadahu, kwa kukubali na kukiri kwamba hakuna nabii baada yake. Alipokuja Mirza Ghulam Ahmad kudai unabii, hili jambo lilipelekea wanachuoni kumhukumu ukafiri,
na wote wanaomfuata kama ni makafiri, sio Uislamu kama Uislamu uliozingatiwa. Kwa nini? Kwa sababu amevunja moja katika misingi ya shahada anna Muhammad rasulullah, ambaye inasema kwamba hakuna nabii baada yake, na imekuja ndani ya Qur'ani aliposema Allah walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Na katika hadithi zake bwana Mtume sema chungu mzima zinaeleza hivyo kwamba yeye ni mwisho wa manabii. Ndugu zangu katika imani, kwa hiyo inshallah kwa leo tukome hapa. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika yale anayopenda na kuyaridhia, na atunufaishe, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tulikuwa na maana ya shahadatu an la ilaha illa Allah, na lakini vile vile tukawa na maana shahadatu anna Muhammada rasulullah. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله.